أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insha Allah nimeandaa mazungumzo haya ya muda saa moja kuhusu mwezi wa mfunguo 4 unaokuja. Vipi tutautendea haki mfunguo 4 unaokuja? Unaitwa Muharram. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiutaja mwezi wa Muharram, nafikiri muhadhiri yoyote ni lazima aya iliyomo ndani ya suratu At-Tauba aya 36 ni lazima aitaje aya hii tukizungumzia mwezi wa Muharram na yale yaliyomo katika mwezi wa Muharram, basi atatanguliza kwa aya hii. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati At-Tauba aya 36 anatuambia, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. aya hii maana yake, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu, Allah anaitambua hivyo, 12 shahran fi kitabillah, ni miezi 12 katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, tokea siku aliumba mbingu na ardhi, kajalia miezi 12 ndio inaomaliza duara la mwaka mzima. Nayo hii ni miezi ya mwezi. Tutakuja kusema hapo kati kuna miezi ya jua na miezi ya mwezi. Miezi ya jua hii inachukua siku nyingi kumalizika ile daira lake. Miezi ya mwezi inachukua muda mfupi kumaliza muda wake. Tukichukua mfano, huu ndo ulimwengu, mfano huu hapa ni mwezi, ili huku ni jua, inazunguka ulimwengu huu. Hasa huu mwezi utazunguka na jua linazunguka, lakini mwezi utazunguka karibu zaidi katika njia yake ya kuzunguka, iko karibu zaidi na huu ulimwengu.
Kwa hivyo utamaliza mwanzo huu, unaweza ukafika hapa, huu ushamaliza mwanzo. Hata ukifika hapa, huu utakuwa upo hapa. Kwa maana mwezi huu wa kuzunguka wa mwezi unamaliza daira lake kwa mwaka mapema kidogo, au siku zinapungua. Na mwezi huu wa jua hesabu yake utamaliza siku nyingi, ili umalize ufike kama ulivyoanza kwa mwaka. Tukiunganisha hapa ndio utakuta watu wa pangoni, takuja ile inda tashhur, anatuambia Mwenyezi Mungu, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 kulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi wa asma' ma lahum min dunihi min waliyin wala yushrik fi hukmihi ahada. Walabithu fi kahfihim, hawa watu wa pangoni zamani, wala hatuzungumzi leo watu wa pangoni, mkija mkitaka tutakuja kuizungumza hiyo. Walikaa pangoni mwao muda wa miaka 300, wazdadu 9, wakazidishiwa au ikazidishwa miaka 9. Hapa kihisabu miaka 300, tafsiri tizama zozote zile wanaambia 300 sinina shamsiya wazdadu 9 qamariya, ndo tafsiri zilivyo. Wamekaa katika pango lao miaka 300 ya jua, imezidishwa 9 ya mwezi, muda ndo ule ule, ila tu kwa hisabu za jua kwa mzunguko wa mbali uliko, basi ilichukua miaka 300, na ukaribu wa mwezi kutokana na ardhi ilichukua miaka 309. Kwa maana kila miaka 100 ya jua, miaka 103 ya mwezi. Kwa hivyo hapa hii tunaosema inna iddata shuhuri inda Allahi qamaria, sio shamsia. Ndio maana wazungu wakatuwekea mwaka mzima unatimia siku 366. Wanatuambia hivyo katika tukisoma geography. Miaka ni siku 366, wengine na 5 na robo na 5 na robo na 5 na robo, ile robo mara 4 ndio inakuwa lipya, inafanya na 6. Ama kimwezi ndio ile miezi 12, ukawa kule kuna 31, huku kuna 30, 31, 30. Ukihesabu siku zote kwa jua utakuta ni siku 365 na point au 66. Ama kimwezi tuseme miezi yote iindame 30, miezi yote, na haiwezekani hivyo. Ikiindama 30 mara 12, 30 mara 12 utakuta 360. 30 mara 12 utakuta 360, yote indame 30. Lakini haiwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, nahnu ummatun ummi la na'ud wala nahsib ash-shahru hakadha 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 wa hakadha wa hakadha wa hakadha, wa dhamma ibhamahu, akakunja dole lake la gumba, kwamba anatuambia uko mwezi utaendama 30 na uko mwezi utaendama 29. Kwa maana kwa mwaka wa mwezi ni siku 354, siku 355, siku 353,
kwa ile miezi iliyopungua 30 mara 12 utakuta ni 360, lakini kwa jua 366, lakini kwa mwezi 356. Kwa mwaka pana siku 10 zaidi zimezidi kwa mwezi, ndio kule ikawa wazdadu 9, wakazidishiwa miaka 9. Kwa hivyo inna iddata shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu 12 shahran fi kitabillah, ni miezi 12 katika maandiko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqa as-samawati wal ardh, tokea siku aliumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurumun, ndani ya miezi hiyo 12 imo miezi 4 mitukufu. Miezi 4 mitukufu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi tutaifasiri kama alivyofasiri Mtume: Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram wa Rajab. Mitatu imefatana na mmoja uko peke yake. Hii ni miezi mitukufu kuliko Ramadhani. Kwa hapa itakuwa kuliko Ramadhani, lakini Ramadhani ina utukufu wake. Na Ramadhani utukufu wake, wamesema wafasir, ni kwamba miezi hii haikufardhishwa vita ndani yake. Haikufardhishwa, Mtume hakupigana vita katika vya kufardhishiwa vita. Kapigane Muhammad, hakufardhishiwa mfungo pili, hakufardhishiwa mfungo tatu, hakufardhishiwa mfungo 4, hakufardhishiwa na Rajab. Ama Ramadhani kapigana Mtume Ramadhani. Kwa hivyo Ramadhan si hurum ya kuweza kupigana, inaweza kupigana. Ndio yasalunaka an shahri alharam qitalun fi, wanakuuliza miezi mitakatifu vita ndani yake. Qul qitalun fihi kabir, vita vyake vinakuwa vizito, vikubwa mno, vinakuwa na mashaka. Kwa hivyo hii imeambiwa hurumun kwa sababu ndani yake hamna uhalali wa Waislamu kupigana ila watakapoanzwa katika miezi hii. Ash-shahrul haram bishahri al-haram, wakikuanzeni katika mwezi mitakatifu hii, huo na nyinyi wapigeni, lakini kwa kufardhishiwa hamjafardhishiwa. Kwa hivyo ni mfungo pili, mfungo tatu, mfungo 4 na Rajab. Hii ndiyo miezi mitakatifu aliyosema Mwenyezi Mungu katika surati Tauba aya 36. Minha arba'atun hurumun dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ni dini iliyonyooka. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msijidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu, mkafanya yoyote aliyokuwa makubwa katika miezi hii na miezi yote bila shaka. Waqatilul mushrikina kaffatan, piganeni na washirikina kwa uwezo wenu na umoja wenu. Kama yuqatilunakum kaffatan, kama wanavyokupigeni kwa umoja wao. Wa'lamu, jueni, anna Allaha ma'al muttaqin, hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale wacha Mungu. Sasa leo tutauzungumza huu mwezi wa mfungo 4. Hiyo mengine tutaiacha, mfungo pili, mfungo 3 na mfungo 4. Tofauti na ile aya iliyosema alhajju ashhurun ma'lumat, hii tofauti, ingawa inaingia baadhi ya miezi hii. Alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalumu, nayo hija inafanywa katika miezi maalum, na ikaambiwa Shawwal, Dhulqa'da wa Dhulhijja, 10 la mwanzo. Hii ndo ashhuru ya hija. Alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalumu. Mfungo mosi, vitendo vinavyofanyika vinakubalika kwamba ni vitendo vya hija kwa sababu ni mwezi wa hija. Mfungo pili, vitendo vinavyofanyika vinakubalika ni vitendo vya hija, na 10 la mwanzo la mfungo 3. Hii ndio alhajju ashhurun ma'lumat. Amma minha arba'atun hurumun, pengine hapo mfungo pili, mfungo 3, mfungo 4 na Rajab.
Sasa leo tutazungumzia hii Rajab na hii mfunguo 4, utukufu wake ndani yake na tufanye nini ndani ya mfunguo 4 huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoleta mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alimleta kwa watu wote, na tutasema ibada zote takriban zina fardhi na sunna. Zote ibada zote zina fardhi na sunna yake, na ile sunna wanasema ni kukamilisha mle mnamo mapengo. Nafanya makosa tele. Sala ziko fardhi, ziko na sunna. Saumu iko fardhi, iko na sunna. Zaka iko fardhi, iko na sunna. Tasema sunna za zaka ni nini? Lakini pia hija iko fardhi na sunna, hata umra iko fardhi na sunna. Fardhi ni mara moja tu, ukenda ya pili inakuwa ni sunna kama huendi kumhijia mtu. Kwa hivyo imekuwa ibada zote zina fardhi na ibada zote zina sunna takriban, ila shahada. Shahada ni moja tu, wajibu wake kutoa shahada, lakini ukishatoa shahada kuna mambo ni lazima uyafanye kutekeleza amri za Allah. Hayo ndio yamepangiwa fardhi na sunna. Sala 5 hizi: aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kuna fardhi adhuhuri na asiri, magharibi, isha na alfajr, zimewekewa sunna zake.